Bwana awe nawe. Na wasalimu nyote. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Jioni leo katika kipindi kizuri cha turejee madhabahuni, tutakuwa na somo la pekee sana linalosema eneo la kuoshwa dhambi ni madhabahu ya Kristo. Tunapoingia katika kipindi cha maombi, kila siku tunajifunza namna gani tunavyoweza kukiendea kiti cha rehema kwa ujasiri, ili ya kwamba damu ya Yesu Kristo iweze kutusamehe dhambi zetu. Katika somo la leo tutaangalia kisa kizuri cha Mariam Magdalena. Mariam alikuwa ni moja kati ya familia ambazo Yesu Kristo alifanya urafiki nazo, akiwa na dada yake au mdogo wake Martha pamoja na kaka yake Lazaro. Hao wote walikuwa ni marafiki wa Yesu. Lakini Mariam alikabiliana na changamoto kadha wa kadha ambazo Kristo Yesu alizikabili wakati bado walikuwa hawajafahamiana vyema. Kitabu cha Luka sura ile ya 7 inaeleza vizuri ya kwamba Mariam siku moja akiwa anataabika kwa changamoto za dhambi zake, maisha yake ambayo yalikuwa ni changamoto ambayo ilimfanya ajisikie mpweke, mhitaji, anayehitaji msamaha, anayehitaji kuokolewa, anayehitaji mguso wa maisha yake kutoka kwa Mungu. Na ndipo Biblia inasema kitabu kile cha Luka sura ya 7 ule mstari wa 36, neno linasomeka hivi. Maria anasema hivi: mtu mmoja katika Mafarisayo alimwalika ale chakula kwake. Akaingia katika nyumba yake yule Farisayo, nani? Yesu alialikwa. Akaketi chakulani, na tazama, mwanamke mmoja wa mji ule aliyekuwa mwenye dhambi alipopata habari ya kuwa ameketi chakulani katika nyumba ya yule Farisayo, alileta chupa ya marimari yenye marhamu, akasimama miguu nyuma karibu na miguu yake akilia. Kwa nini alie? Biblia inasema akaanza kumdondoshea miguu machozi yake na kuipangusa kwa nywele za kichwa chake, akibusubusu miguu yake na kuipaka marhamu. Basi yule Farisayo aliyemwalika alipoona vile, alisema moyoni mwake, mtu huyu kama angekuwa nabii, angelimtambua mwanamke huyu anayemgusaye ni nani, naye ni wa namna gani, ya kwamba ni mwenye dhambi. Yesu akajibu akamwambia, kumbuka ya kwamba Farisayo Simoni anawaza moyoni, hivi huyu Yesu ambaye nimemwalika nyumbani kwangu ni nabii kweli? Mbona mwanamke huyu tunafahamu uchafu wake, maovu yake tunayajua, alafu anamgusa, anampaka, anamdondoshea machozi, anamfuta kwa nywele zake, kitu ambacho ni chukizo. Inakuaje? Huyu kweli nabii? Mashaka akamjia. Wakati anatafakari, ndipo Yesu akadhihirisha uungu wake, akimwambia maneno haya: Simoni, namjua mwanamke huyu. Ni akampatia kisa hapa kwamba mbali tu ya kuwaza unavyowaza, mimi namjua mwanamke huyu. Maandiko yanasema Yesu akajibu akamwambia Simoni, nina neno nitakalo kukwambia. Akasema, mwalimu sema. Akasema, mtu mmoja mkopeshaji alikuwa na wadeni wawili, mmoja amwia dinari 500 na wa pili 50. Na walipokuwa hawana cha kulipa, aliwasamehe wote wawili. Katika hao wawili ni yupi atakayempenda zaidi? Simoni akajibu akasema, nadhani ni yule aliyesamehewa nyingi. Akasema, umesema vyema. Mwanamke huyu dhambi zake unazojua nyingi, maovu yake unayomtazama kwayo, na kile ambacho unafikiria kwamba wewe umetenda kidogo, yeye kwa kusamehewa mengi amependa zaidi. Akaendelea kusema, nilipokuja ndani ya nyumba yako hukunipa maji ya kunawa miguu yangu, lakini mwanamke huyu ameniibusu miguu yangu, ameiosha kwa machozi yake. Hicho kilio chake anacholia kwacho ilikuwa ni toba ya dhambi. Simoni huyu amesamehewa sana. Na ndipo Farisayo yule
wakaanza kuhojiana wengine, ni nani huyu ambaye ana uwezo wa kusamehe dhambi? Swali likaja, kipi kilicho rahisi kwa Yesu Kristo, kuponya ama kusamehe? Tunapojifunza kisa hiki, tunagundua ya kwamba madhabahu ambao ni Yesu Kristo mwenyewe, mahali ambapo wenye dhambi wanapata rehema, wenye dhambi wanapata msamaha, ni kisa ambacho kupitia Mariamu tunajifunza ya kwamba unapofika mahali umechoka maisha yako, umekatishwa tamaa na dhambi zako na maovu yako, hata nyakati fulani unapoomba unaona kana kwamba maombi yako hayajibiwi, nyakati fulani unalia machozi na kukata tamaa na kuamka katika magoti kusema siendelee kuomba tena, tambua jambo moja: Yesu, dhambi zako na makosa yangu, maovu yangu na dhambi zangu, huwa anayafuta pale tu tunapomwendea na kumtambua kwamba yeye pekee ndiye tunayemwendea kama madhabahu ya kweli, na mimi nakuwa kafara ya nafsi yangu. Alianguka miguuni pake Yesu, akamlilia Mariamu, akamfuta miguu yake kwa machozi, akipangusa kwa nywele zake, akaibusu, akaipaka manukato. Pointi ya muhimu hapa ni nini? Mariamu alikuja madhabahuni pa Yesu akiwa na toba ya kweli, akijua kuwa mahali pa kwenda sina pengine isipokuwa kwa Yesu Kristo ambaye ndiye Mwokozi. Hawa viongozi wa dini, hawa mafarisayo hawana uwezo wa kunisamehe, hawana uwezo wa kunisaidia, maana hata na wao wana dhambi zao. Ni Yesu Kristo pekee ambaye yaweza kusamehe na kufuta hatia zetu na dhambi zetu. Jambo lingine nalojifunza hapa, machozi yake yalionyesha huzuni ya dhambi zake. Uliwahi kulia kwa ajili ya dhambi zako? Umejifungia chumbani kwako, mahali ambapo unapofanyia kazi, unataka kuomba, maovu yanakujia. Yanapokujia, adui wa roho zetu shetani akasha tamaa kwamba hata ukiomba hautasikiwa. Nao nakubali ushawishi wake. Unasimama nasema nimeacha kuomba maana mizigo ni mizito, naona dhambi zangu limekuwa ni pazia jeusi linalonikinga nisiweze kuomba. Nikutie moyo jioni ya leo, endelea kuomba, mshikilie Yesu, anasamehe. Wakati mmoja Martin Luther, nilisoma kisa chake. Martin Luther alikuwa anakwenda kuomba kwa makasisi. Kila akienda kuomba kwa makasisi, anagundua anaporudi nyumbani anaona dhambi zake bado hajasamehewa. Akaitafuta amani, nitaipata pia amani ya kweli. Akasema labda huenda wenzangu wa makasisi tunao kwenda kuungama kwake, wenda wao ni kwa sababu wamesomea ukasisi, na mimi ngoja niende nikasome ukasisi. Akaenda katika chuo kikuu cha Wittenberg pale Ujerumani, akajiandikisha kusomea ukasisi. Wakati anasoma ukasisi, bado anaendelea kuomba, anaungama kwa viongozi wa dini. Siku moja akasoma kitabu cha Zaburi 22, akasoma Warumi 1:17, akasoma Waefeso 2:8. Akagundua kwamba tunaokolewa kwa neema. Dhambi zetu, makosa yetu ni kwa damu ya Yesu Kristo ndipo tunapopata msamaha. Ndipo Martin Luther tangu siku ile akapiga magoti, akamlilia Kristo, akaungama dhambi. Alipokwenda kulala usingizi, Martin Luther alilala usingizi mtamu wa ajabu, akiwa huru, ameitoa mizigo yake ya dhambi, kama Mariamu Magdalena ambaye baada ya kuambiwa na Yesu ya kwamba mwanamke, umesamehewa dhambi zako, akaondoka akiwa huru. Hata kama wengine wanakutazama vibaya, Kristo Yesu anakutazama vizuri. Bwana asifiwe. Labda niseme hili, tunapoingia katika maombi yetu jioni leo, tukumbuke kisa hiki. Martin Luther siku moja alikuwa na mashaka kama wewe. Siku moja akaletewa njozi, karatasi iliyoorodhesha dhambi zake za miaka mingi. Alafu mwisho wa karatasi pale kuna mkono umezuia pale. Shetani anamwambia Martin Luther, uliungama kwa Yesu, hujasamehewa bado. Aliposoma akaona maovu yake yote, akasema ni kweli, hizo dhambi zangu zote niliwahi kuzitenda
hebu ondoa basi mkono nimalizie kusoma. Shetani akakataa kuondoa mkono. Ndipo ikamjia akasema, na kuamuru kwa jina la Yesu, ondoa mkono. Alipoondoa akakuta maandishi yameandikwa hivi, dhambi zako zote zimesamehewa. Akamshangilia Bwana, akaendelea kuomba kwa ujasiri. Hata na wewe usikubali ushawishi wa shetani. Unapokiendea kiti cha rehema, Kristo aliye madhabahu yetu, muendee kwa ujasiri, maana damu ya Kristo inatosha. Haleluya. Niseme hili tunapokwenda katika maombi sasa. Je, katika moyo wako unajisikia kama Mariamu kuhukumiwa, kujiona ufai mbele za Mungu na mbele za watu? Yesu anakuita leo, njoo madhabahuni pake. Si lazima iwe kanisani pekee, bali pale unaponyenyekea miguuni pa Kristo, mahali pako pasiri, mahali ambapo hakuna mwingine anayekutazama isipokuwa Kristo na jicho lake pekee linalopokuona. Usiogope, mtazame Yesu. Atabeba mizigo yako yote. Nyenyekea miguuni pake, maana Bwana Kristo Yesu anasamehe. Usihofu wanaposema huwezi kusamehewa. Mwambie Yesu pekee ndiye tumaini langu, ndiye neno la mwisho. Peke yake aweza kusamehe, peke yake aweza kuokoa. Napoita waimbaji hapa, napoita waimbaji hawa, tunakwenda katika maombi maalum jioni ya leo. Huenda una jambo lako ambalo miaka na miaka umeliombea, unaona ya kwamba Mungu hajafungua njia. Madhabahu yako jioni ya leo, tumwendee Yesu kwa pamoja. Peke yake aweza kubeba mzigo wako. Yeye alikuja kubeba fadhaa zetu, masikitiko yetu, maovu yetu, mizigo yetu. Tumtwike yeye pekee fadhaa zetu na mizigo yetu. Ameahidi ya kwamba nitaibeba yote. Tumbebeshe Yesu mizigo yetu. Kiwa jioni ya leo una changamoto yote, huenda ni changamoto ya mgonjwa nyumbani, umeomba umekata tamaa, umeona kana kwamba Kristo amenyamaza kimya, jioni ya leo muende kwa mara nyingine tena. Ikiwa ndio shauku yako, tunapoimba wimbo namba 188, wimbi la damu ya Yesu, tumwende Kristo, yeye aliye madhabahu ya kweli. Unaweza kusimama mahali ulipo, kama ni kituoni pale ulipo simama. Tunakwenda katika maombi maalum, maombi ya kuendea kiti cha rehema kwa jasiri. Imba wimbo huu kwa tafakari pamoja na waimbaji hawa. Wakati tunapoendelea kuimba, mwambie Yesu mizigo yako, mweleze fadhaa yako. Damu ya Yesu inatutakasa, aliumbia kusudi tupate uzima. Ikiwa kuna mtu mwenye changamoto yote atakapiga hatua moja, dakika moja tunakwenda kuomba sasa. Tembea mara moja, sogea tu hapa mbele kidogo kwa hatua chache. Tunahitaji kwenda kuomba kwa dakika moja hii. Tunatumia muda mwingi sana. Sifiwe sana, utakasa, utakasa. Hizo betu wa pili hapo. Damu inasema kwangu, nasikia mvuto, inasema moyo wangu utakaswa nayo. Wimbi la damu naona, naingia, natakaswa. Bwana asifiwe sana, utakasa, utakasa. Mahali ulipo tusimame tupate kuomba. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tumetambua jioni ya leo ya kwamba Kristo Yesu, wewe uliye madhabahu yetu, tunakuja mbele zako na mbele ya utukufu wa jina lako, kujitoa upya maisha yetu kuwa dhabihu iliyo hai. Kristo Yesu, tutakase kwa damu yako ya thamani. Wimbi lako la damu jioni ya leo liguse maisha ya mtoto wako yule,
mama yule pale, baba yule pale, kijana yule pale ambaye anapitia changamoto unazozifahamu. Wenda ni magonjwa, wenda ni amani imetoweka katika familia yake, wenda anapitia mambo magumu ya kiuchumi, amekatishwa tamaa na madeni. Baba, jioni leo tunakuja kwa ujasiri kama Mariamu wa Magdala ya kwamba Yesu peke yako ndiye unaweza kubeba mizigo yetu, nasi tunajisalimisha kwako, maana kwako inatosha, katika jina lako Yesu, amina.